Shekhe ni mtu mwenye heshima kubwa. Shekhe ni mjuzi wa dini anayeweza akatoa fatwa, na shekhe ni mtu mwenye umri. Sasa sijui kama mashenta kwa sawa. Kwanza naanza na mkono wangu wa kulia, nina shekhe na mhubiri ndugu yangu maarufu kwa jina la Mbogo. Bwana ni mtaalamu wa Biblia na Qur'an. Hapa naye Shekhe Yusufu Diwani. Huyu bwana ni shekhe, ni mwana wa chuoni, sina wasiwasi naye na dunia haina wasiwasi naye, na Mungu ndiye anayejua, kwa sababu elimu alionayo Mwenyezi Mungu kamjalia. Huyu ni mtaalamu wa lugha ya Kiarabu na ni bingwa wa Qur'an. Utakavyokuja ndivyo utakavomkuta, ngoma utakavyoipiga ndivyo atakavyoicheza. Kwa hiyo sina wasiwasi naye. Yaani naonyesha wachezaji siku ya debate itakofanyika tarehe 18 ya mwezi wa kwanza huu Januari. Debate hiyo ambayo wameipa kichwa wa Kristo wamechagua. Wao wana mashaka na Qur'an. Wana mashaka na Qur'an kwamba je, Qur'an ni kitabu cha Mungu au sio cha Mungu? Au Qur'an ina mapungufu au haina mapungufu? Hii ndio itakuwa mada yetu kubwa. Na mada ya pili wamechagua mashehe, sijui kama mlipata habari hiyo. Wanasema kuzungumzia Ukristo, wao wanasema ni dini ya Mungu. Kwa hiyo nalo litakuwemo. Je, ni dini ya Mungu au sio dini ya Mungu? Napenda mnielewe watazamaji. Mimi ni mhubiri, mimi sio bingwa wa lugha ya Kiarabu. Najua huwa napenda kuwa muwazi. Mimi nimesilimu, nimeingia katika Uislamu, au mashekhe wamenipokea. Kwa hiyo tukubali tusikubali, ni lazima niwe chini nipewe maelekezo ya dini. Kwa sababu Qur'an ni kitabu kipana sana, kipana mno, na kisomwi kwa lugha ya Kiarabu ya Kiswahili, kina lugha yake. Sasa wataalamu wa lugha ndio hawa wanaanza kuonyesha. Kwa hiyo kina Daniel Mwakemwa, mzee wangu Simba Ulanga, na wafuasi wenu na wahubiri wenu, mjiandae kabisa, mjue kwamba watu wanaokuja kwenye debate hii sio mabubusa. Sio mabubusa wala sio vilaza. Ni wana wa chuoni. Ni wana wa chuoni. Kuna mmoja alinitumia clip, kwa nini Mwaipopo umewalika au usije wewe peke yako? Uliwewe kuona kuna mpira unachezwa na namba moja tu. Mpira unachezwa na namba moja tu. Una namba moja mpaka 11. Huku mkono wangu wa kushoto huyu shekhe atakuja ajitambulishe kwa jina na wasifu wake, lakini natoa introduction yake kidogo. Huyu bwana ni mwana wa chuoni, ni shekhe, ni kijana mnavyomuona. Sababu watu wengine wafikiri tukisema mwana chuoni au na midevu mikubwa au mzee. Ni mwana wa chuoni, kijana, kakulia nyumba ya dini, ni mtaalamu wa lugha ya Kiarabu, ni bingwa. Tukifunga mlango mwakaanza kutoa lugha ya Kiarabu, ukiwa nje utasema kuna Msudia ndani, ukifungua utamkuta Mwafrika. Yaani nataka nikuonesha kwamba Waislamu sio wajinga kama watu wanavyofikiri kuwa ni wajinga. Sababu kuna mtu anasema Waislamu wajinga sana, hamjui tafsiri. Ndio maana tunawaleta hawa. Tukisema kina Mwaipopo mtasema nyie mmesilimu, wewe hujui kitu. Sasa nawaleta wanaojua, na Mungu ametutaka tufanye hivyo. Kama hamjui, ulizeni wanaojua. Huyu hapa tutakuwa naye kwenye debate. Kwa Waislamu, hii debate si ya mchezo, ni debate ya kitaalamu, ya kielimu kweli. Sio ya kutafuta umaarufu. Debate hii ni ya kielimu, na ndio maana tumekuja kwenye ofisi ya mashekhe, taasisi ya Al-Hekima, ili tuweze kushare idea. Huku mwisho wa kiti wa mkono wangu kwenye kiti chekundu, huyu bwana ni shekhe. Huyu bwana ni shekhe na ni mwana wa chuoni na ni mwalimu wa walimu. Huyu bwana amesoma Misri, University ya Misri, ambapo wanaishi watu wa rangi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Misri inajulikana kihistoria, ni nchi ya kihistoria katika taaluma zote. Hata huo Ukristo, Yesu akukamilika mpaka alitajwa Misri katika Biblia. Huyu bwana amegraduation Misri, miaka 7 amesoma. 7 years. Anasoma na amespecialize kwenye lugha ya Kiarabu. Kama vile William Benjamin Mkapa, watu walikuwa wanasema amespecialize kwenye English language. Sasa huyu bwana ni mtaalamu wa lugha ya Kiarabu. Kwa nini tumeleta ndugu zangu Waislamu wenzetu na watazamaji wa Kristo mnatufuatilia? Kuna watu wapo nje ya Uislamu wanasema wao walikuwa ni Waislamu, wakaacha Uislamu, wakaangalia Qur'ani na makosa, wakaja katika Ukristo. Sasa mimi niliasilimu, nikawa najiuliza, hivi kweli hili lipo? Hao wanaviona, wakaniambia hakuna, mlete anayesema Qur'ani na makosa. Bahati nzuri amefika mhubiri mwingine anaitwa Abubakar Kada.
Huyu bwana ni bingwa wa historia za dini zote. Kwa hiyo msije mkafikiri debate hii inaitwa kuja kuzungumza tu. Hii ni debate ya kielimu itakayofanyika tarehe 18 ya Januari mwezi wa kwanza mwaka 2025. Kwa hiyo tutafanyia wapi? Hoteli ya Starlight Hotel. Hoteli ya Starlight ni hoteli maarufu, ipo Mnazi Mmoja, unakuja Peacock, unakuja Starlight. Kwa wale ambao mpajui, mnaweza mkashukia kwenye soko la Kisutu. Ukishuka tu soko la Kisutu, uliza hoteli ya Starlight Hotel iko wapi. Tunaanza debate yetu saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Mgeni wa heshima wa dialogue hii atakuwa ni Sheikh Nuruddin Kishki. Huyu ni mwana wa chuoni. Kwa hiyo hatuna mashaka. La kuhitimisha, kabla sijawapisha mashekhe, tumeweka utaratibu kwamba dini zote zinaenda duniani kwa michango. Duniani dini zote kwa michango. Hata vyama vya siasa vinapata ruzuku. Sasa nitakushangaa wewe wa pembeni uanze kusema mnachangisha pesa za nini? Unauliza kazi ya pesa ujui. Tunachangisha pesa ili ziweze kunufaisha mkutano. Ni gharama kubwa sana. Na tutaeleza siku ya mwisho ni watu gani waliweza kutusapoti kwa nguvu kuweza kuchangia ili paka kufika hapa. Ili lazima tuwe wa kweli na wawazi. Hatuwezi kuacha watu wema wanaojitoa maisha yao, mali zao, elimu zao kwa ajili ya dini. Kama hivi ama bwana hapo mnaona kila mmoja na shughuli zake. Hawa wote msifikiria hawana kazi za kufanya. Hakuna mtu mwenye njaa hapa, mnaona? Kuna kanzu ya njaa hapa ndugu zangu. Wote hawa ni watu na kazi zao, tena wataalamu. Huyu bwana ni daktari bingwa wa tiba za kisuna. Yaani daktari bingwa wa tiba za kisuna, sio bogus. Huyu hapa bwana ni bingwa mbobezi, mwalimu wa walimu. Unaposikia shule kuna watoto wana advance, ni kidume hiki hapa. Ni kiongozi wa viongozi. Kwa hiyo hivi anasubiriwa na watu akatoe mawazo yake, knowledge yake kuwapa watu ili wasaidie dunia na kesho akhera. Shekhe wangu aliyekaa mwisho huko, yule bwana ni mwalimu bingwa wa mabingwa, anafundisha watoto na watu wazima mpaka elimu ya form 6. Yule hapa. Yule mwisho huyu hapa bwana Mbogo, huyu yeye ni mtaalamu katika wataalamu wa historia za mambo ya dini. Kwa hiyo yeye ni mwalimu, sio kilaza. Ni mwalimu mzuri tu. Ukija kwa lugha ya Kiarabu kidogo, lugha ya Kiingereza ndo kabobea. Yule kule Abubakar Kada, yule kule ana chuo chake kiko Mbagala, na ndio maana amechelewa kufika. Kwa hiyo kama mnavyoona hapa, jamani, debate hii imeshehena wasomi na wataalamu. Sasa tumeamua kuweka hiyo hapo lipa namba ya Vodacom. Lipa namba sio mali ya mtu, ni mali ya kampuni ya taasisi ambayo inaitwa Sky Modern. Ukiweka pesa itakuja jina la Sky Modern Production. Hiyo namba ni kwa ajili ya watu walioko nje ya nchi na ndani ya nchi. Ili ukiweka 500 inatoa 500 hiyo hiyo. Kwa tunakombeni sana watu mlioko nje na watu mlioko ndani ya nchi. Pesa hiyo itakuwa katika mikono salama na Mungu anajua haya tunayoyafanya. Tumeamua kuiweka kwenye akaunti hiyo ili iwe katika mikono salama. Isiingie kwenye akaunti ya mtu ikawa mali ya mtu. Na mali ya taasisi inapofika watakaa watu wataiangalia imeingia bei gani ili iweze kufanya kazi ile iliyokusudiwa. Kwa hiyo yote anayetaka kuchangia ili kuendeleza zoezi ili la dini anaweza akatumia namba hiyo. Mimi nisiseme sana. Kwa heshima na taadhima nimepewa nafasi ili nitoe introduction na mashekhe, lakini kikawaida sikutakiwa mimi kuanza kusema mbele ya wasomi wa dini. Sikutakiwa kweli kabisa. Lakini nimepewa heshima hii tu ili niweze kufungua. Sijui tunaanzia wapi. Diwani ni mtaalamu wa lugha na ni bingwa wa dini. Mzee wa Kigoma Ujiji, mwisho wa leli. Sasa sikiliza vitu. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu, tunapenda kuwapa taarifa ya debate kubwa kabisa ambayo inatarajiwa kufanyika mnamo tarehe 18 mwezi huu wa kwanza mwaka 2025, itakayofanyika katika ukumbi wa Starlight Mnazi Mmoja
kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 10 la asri insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Debate hii itakuwa na mada 2 kuu. Mada ya kwanza, je, Qur'ani ina makosa? Wapo wachungaji ambao wao wamesoma athar ya mama Aisha pindi ambapo alipoulizwa, je, katika Qur'ani kuna lahan? Lahan wao wakaifasiri vile wanavyofahamu wao kwa akili zao, kisha wakasema Qur'ani ina makosa. Sasa sisi kama Waislamu insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutakwenda kuwabainishia wachungaji dhahiri kabisa ya kwamba Qur'ani haina kosa hata moja, wala haina dalili ya uwepo wa kosa ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'an. Tutawathibitishia vipi? Hasa kwa wao, hali ya kuwa wao wanasema wanaifahamu vizuri lugha ya Kiarabu. Tunataka tuwaonyeshe jamii na umma na dunia kwa ujumla ipate kubaini ya kwamba wachungaji hawa ambao wanaosema wanafahamu vizuri Kiarabu, tutapata kuwafahamu ya kwamba hakuna wanachokifahamu, na watu watabaini biidhnillah subhanahu wa ta'ala uhalisia wa kitabu kitukufu cha Qur'an. Kitabu kitukufu cha Qur'an hakina mashaka, hakina makosa, hakina tatizo hata moja biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kinyume chake tutakwenda kuona tu makosa yaliyo katika vitabu vingine isiyokuwa Qur'an, hasa ikiwa kitabu cha Biblia, kwa sababu hapo mabwana wakubwa hapa ambao ni mafundi katika kuogelea katika yale maandiko biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hii debate itakuwa ni maarufu sana, yani ni debate yenye maalumati makubwa sana, kwa sababu nikitazama hata hapa kushoto kwangu mabingwa hawa, mimi naona raha sana, kwa sababu naamini siku hiyo itakuwa ni burudani kwa kwenda mbele. Yani ilmu inatolewa, watu wanafahamu makubwa, lakini kadhalika wanaona na raha namna ambavyo lugha itakavyokuwa ikitembea pale biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa kuwa wao pia wamesema wanajua lugha ya Kiarabu, si vibaya kama tutatoa fursa ya kutosha tuweze kujadili kwa lugha ya Kiarabu pekee biidhnillah subhanahu wa ta'ala, alafu kisha tutakuja kwa lugha ya Kiswahili ili watu waelewe alhadirun biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Msikose kuhudhuria katika debate hii muhimu kabisa, lakini ambayo itakayokwenda kuipaisha Qur'ani na kuifanya watu wajue Qur'ani katika ufasaha wa hali ya juu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tumejipanga vizuri, makubwa yanakuja biidhnillahil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Islam na wale ambao bado hawajabahatika kuwa Islam, kwanza hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mola mlezi aliyetuumba sisi na wale wa kabla yetu kwa makusudio mazima ya kuweza kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mlivyoweza kusikia kupitia mashekhe kwamba jukumu ambao lipo mbele yetu ni kwenda kuonyesha ukweli wa maneno ya Qur'ani, maneno matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunawaalika Waislamu na wasiokuwa Waislamu waliokuwa pembezoni mwa mji wa Dar es Salaam na mikoa mingine, na hatimaye wale ambao watakuwa live katika mitandao yetu mbalimbali. Hapa channel mbalimbali zitahusika katika kurusha matukio hayo. Lakini jambo muhimu ni kwamba Waislamu ambao wana uwezo pia kuwezesha jambo hili, kwa sababu hakuna jambo ambalo linaweza kufanyika bila kuwa na gharama. Kwa hiyo kuna namba imetangazwa hapo. Kwa tunaomba Waislamu wapenzi wale wa mihadhara, wapenzi wa Mwenyezi Mungu ambao wako tayari kutoa mali zao kwa kuhakikisha kwamba Uislamu unatangazwa, Qur'ani inawekwa katika mustawa unaokubalika, ili wale wasiokuwa Waislamu waweze kubaini ukweli katika yale ambayo yanadaiwa kwamba Qur'ani na makosa. Kwa hiyo tunao wanavioni wakubwa, wabobezi katika mambo ya lugha, yani watu wa Qur'ani watakuwepo. Kwa inshallah naomba tuweze kuhudhuria tarehe 18 mwezi huu wa Januari. Lakini pia tunaomba watu waone umuhimu wa elimu hii ya dini kupitia kile ambacho kitawasilishwa katika ukumbi wa Starlight pale Mnazi Mmoja tarehe 18.
Kwa tunaomba watu wote muweze kufika bila kukosa, na mengi mtaweza kuyasikia na faida kubwa itapatikana kupitia muhadhara huu mkubwa. Baada ya kusema haya, sina mengi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu zangu, kwanza niweze kuchukua fursa hii na kulingana na mashekhe waliohudhuria hapa, sipaswi kuzungumza maneno mengi kwa sababu ya lile jambo, kwa sababu sasa hivi tungetumia lugha ambayo ya Kiswahili tungesema mzuka, wanatumia vijana wa siku hizi, kwamba jambo hili kwa kweli ni jambo ambalo ni kubwa sana, yani kwa historia ya mihadhara. Labda niseme kitu kimoja tu, mihadhara hii imeanzishwa tangia miaka ya 80 na marehemu Ngariba, Kawemba, Musa Fundi. Baadaye mihadhara hii ikapata kizazi kipya kingine wakati wakina Alimalidi, wakina Mazinge, wakina Riko na wahadhiri wengine. Baadaye mihadhara ikaenda mpaka wakati wa Hidi Madawa tulisalamia, wakati wa Magezi Shabani Maranda na wahadhiri wengine ambao wamefanya kazi kubwa sana ya dawa. Lakini katikati hapa kidogo tulikuwa hatuendi vizuri, kwa maana kwamba ni kama dawa ilisahaulika. Lakini kwa hili mimi ni walaumu Waislamu wenyewe, kwamba hii mihadhara ina gharama na nyinyi ni mashahidi. Unapotangaza mkutano mkubwa lazima uwe na pesa kwa ulimwengu ulipofikia hivi sasa. Waandishi wa habari mpo, nyinyi ni mashahidi kwamba huwezi kufanya jambo lolote kwa ulimwengu huu bila pesa. Lakini Waislamu wengi wamekuwa wakiwalaumu wahadhiri, wakiwalaumu mashekhe. Mbona mashekhe mmeacha jukumu lenu? Sasa mashekhe wameamua kurudi uwanjani kufanya ile kazi ambayo mlikuwa mnawalaumu siku nyingi. Wamerejea. Kwa hiyo mna jukumu sasa, nyinyi wawezeshaji ambao Mwenyezi Mungu amekujalieni uwezo. Sasa hivi mtuwezeshe ili kazi hii ifanyike. Mimi sidhani kama kuna Muislamu anapenda kuona Qur'ani na kanyagwa. Kwenye mitandao leo Qur'ani na kanyagwa, mtume anatukanwa, maswahaba wanafanywa, wanadhalilishwa. Sasa ikiwa watu watakaa kimya, ndugu zangu, tuna dhima kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ikiwa nyinyi ni mashekhe, Waislamu mna uwezo, na Mungu anasema hal adullukum ala tijara, je, ni kufahamisheni biashara? Biashara gani? Tunjikum min adhabin alim, biashara itakayokuokoeni na adhabu kali ya Mwenyezi Mungu yenye maumivu. Biashara gani? Akasema tu'minuna billahi wa rasulihi, biashara yenyewe ni kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Watujahiduna fi sabilillah, na kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Allah akasema bi amwalikum wa anfusikum, jambo la kwanza kwa mali zenu na kwa nafsi zenu. Kwa hiyo hawa washajitolea nafsi. Sheikh Diwani yuko hapa, mwanazuoni mkubwa sana, na mashekhe zangu hapa ni mashekhe wakubwa, wana madigrii shekhe. Sio kama ni mashehe wa kawaida, hawa ni wasomi wakubwa wa dini. Wamejitolea nafsi zao sasa ili kupeleka gurudumu hili mbele la Uislamu. Kwa hiyo kama mlivyotangaziwa, tunataka sasa mtushitaki mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba tumekuwezesheni kufanya dawa lakini mmeshindwa, ili kiyama tukajibu sisi. Lakini ikiwa sisi tumejitolea hivi, Waislamu mkashindwa kuchangia kwa mali zenu kama alivyosema Allah, wallahi dhima inarudi kwenu. Na nimalizie niseme sasa hivi wahadhiri wameamua kufanya kazi hii. Timu yote unaiona hapa, kuanzia shekhe wangu na mashekhe hao wakubwa mnawaona hapa, wameamua kufanya kazi hii. Kwa hiyo tunataka kwenu ni kitu kimoja tu, muweze kusupport kazi hii kwa nguvu zenu na kwa mali zenu. Kwa hiyo kimsingi niseme namba imetolewa, mkutano umetangazwa, na nikwambieni siri moja, hawa wanaokuja katika mjadala ni watu ambao muda mrefu sana wamejipanga kufanya kazi ya upotoshaji. Sasa kama tutaamua kukaa kimya, ndugu zangu, kazi itakuwa ngumu sana kwa tunakwenda, kwa sababu kadri tunavyokwenda mbele wajinga wengi wasijua dini ndio wanazidi kuwa wengi. Sasa lazima mashekhe wajibu hizi hoja. Kwa hiyo kimsingi niseme kwamba tumekubali, tumelipokea jambo hili, kazi kwenu sasa Waislamu. Kwa hiyo kwa hayo machache, na mimi nitoe mwaliko inshallah, ndugu waandishi wa habari, kama mlivyohudhuria na nyie, na mtatusaidia sana kuweza kufikisha ujumbe huu kwa watu ili waweze kujua kwamba debate hii si ya kawaida. Ni debate kubwa sana ambayo haijawahi kutokea katika historia ya nchi hii. Kwa hivyo inshallah niwaombe mlioko nje ya Tanzania musapoti sana kwa hali na mali, na inshallah Mwenyezi Mungu atakuwezesheni katika mali zenu. Kama alivyosema Mwenyezi Mungu, athabiti akidamakum, yeyote anasaidia dini basi Mungu atamtengenezea mambo yake. Kwa hiyo kwa hayo machache niseme niwashukuru sana ndugu waandishi wa habari na mashekhe mlioshiriki katika kupeleka ujumbe huu. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwezeshe tufanikishe hili jambo na liwe na tija, na iwe ni chachu wa watu kusilimu na kurejea katika dini ya Mwenyezi Mungu, kama alivyosema idha jaa nasrullahi wal fathu, itakapokuja nusura ya Mwenyezi Mungu na ushindi,
lakini ushindi hauwezi kuja mpaka wepo watu wanasababisha ule ushindi uwepo. Waraaita nasa, na ukawaona watu yadukhuluna fi dini lahi afwaja, wataingia katika dini ya Mungu makundi kwa makundi, lakini sababu lazima iwepo. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Nimwombe Mwenyezi Mungu atujalie na atuwezeshe atufikishe siku hiyo inshallah biidhnillah taala. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa man wala. Yamesemwa mengi na mashehe na viongozi tulioko hapa. Jambo kubwa ni kuwatangazia Waislamu wote debate kubwa ambayo inatarajiwa kufanywa insha Allah tarehe 18 mwezi huu wa kwanza katika ukumbi wa Starlight. Na utakuwa ni mjadala wa aina yake, kwa sababu ni mjadala ambao utakuwa umekusanya wahadhiri ambao ni wabobezi wa Biblia na wahadhiri ambao ni wabobezi wa masuala ya Qur'ani na hadithi. Mimi ndugu yenu Sheikh Maulid Hussein Mchaka au Abu Mukhtar nitakuwepo katika debate hiyo, katika kipande ambacho hawa wenzetu wanataka kuonyesha kwamba Qur'ani na maana zake. Sasa mimi nitacheza kwenye hicho kipande cha maana na tafsiri, kwa sababu hii lugha ni lugha ya Kiarabu na Qur'ani imeshushwa katika lugha ya Kiarabu. Hakuna kitabu duniani ambacho kakiandika mtu alafu akajigamba mwanzo wa kitabu dhalika alkitabu la raiba fihi. Ni Qur'ani peke yake kwamba hicho kitabu la raiba fihi. Neno raibu kwenye Kiswahili halipo. Shaka neno lipo shaka, lakini raib kwenye Kiswahili halina maana kamili kwenye Kiswahili. Utafute raib, yani angesema shaka tungejua kwamba ni shaka, lakini raib shaka ni kubwa, yani angalau utakile kushuku. Yeye mwenyewe kasema hakuna. Vitabu vyote mtu akiandika anasema kwamba mtu akiona makosa anaweza akanikosoa, sio hiki hakina. Allah tabaraka wa taala akasema lau kana min indi ghairi Allah la wajadu fi ikhtilafan kathira. Hiki kitabu kingekuwa kinatoka kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, basi kwenye Qur'ani hii tungekuta tofauti nyingi sana, kwa sababu mwanadamu miaka 23 anahadisia jambo hata sahau, lakini kwa sababu linatoka kwa Mwenyezi Mungu linakwenda kwenye mpango ule ule, mtiririko ule ule, mambo yale, kwa sababu si kitabu cha binadamu, ni kitabu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hawa wenzetu tunawaambia jipangeni na muwe mnajua kanuni za lugha ya Kiarabu. Hatutaki kuzungumza kibubusa, maana huwezi kujadili kitabu cha Kiarabu alafu wewe mwenyewe kanuni za lugha ya Kiarabu uzijui. Itakuwa unachekesha, yani unataka kujadili kitu usichokijua. Kama mmepandikizwa tu viji aya na viji hadithi mkadonoa alafu hivyo ndio mnataka mvibebe kwamba ziwe hoja, basi jipangeni vizuri. Jipangeni vizuri. Hii ni lugha na hakuna lugha pana, lugha mama duniani kama lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo mmeangukia pua. Takbir. Hapo mmeangukia pua. Hiki sio Kiingereza. Wala hiki sio Kiswahili. Hii ni lugha pana ya Kiarabu. Sasa niwaalike wote Waislamu tukutane Starlight insha Allah taala. Tukutane pale. Intansurullaha yansurukum. Sisi tumejitolea nafsi zetu na nyinyi mjitolee michango yenu. Na ninachotaka kukuhakikishieni kwamba kikosi hiki kilichoundwa na wengine ambao watakaojiunga na kikosi hiki kikosi sio cha mashambulizi ya mara moja afu kisambaratike. Hiki kitakuwa ni kikosi madhubuti. Popote pale itakapotokea kuchezewa aya na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, iwe ndani ya nchi au nje ya nchi, kikosi hiki kitatia timu kwenda kuinusuru dini ya Allah tabaraka wa taala. Takbir. Allahu akbar. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد رحمة للعالمين.
wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, kwa jina naitwa Ismail ibn Sheikh Muhyiddin Muhammad Yusuf Mwinyi Mgeni. Ni shekhe na ni mwanafunzi, ni mwalimu wa wanafunzi katika Mahadi al-Hikma na ni imamu wa Masjidi Ihsan. Na alitoa hapo mwanzo Shekhe Mwepopo, ni kweli nimetakharraji katika chuo cha Azhar Sharif, ni miaka 9 na miezi mitatu. Walillahi alhamdu. Na sikuwa kule kwa matembezi, nilienda masomoni na degree ya taaluma ya lugha ya Kiarabu, kweli shu'ba amma. Kwa hiyo nimeitwa kuja katika mdahalo baada ya kufahamishwa kwamba kuna manasara ambao wanatukana Qur'ani. Nilistuka sana, natukana Qur'ani wakati inateremka Qur'ani. Wa shairi wa lugha ya Kiarabu walinyamaza, walikuwa hawaongei tena mashairi yao. Walipoulizwa wakasema ma hadha kalamu bashar, haya sio maneno ya viumbe ya wanadamu, haya sio maneno ya wanadamu. Hadha kalamullah, haya maneno ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Cha ajabu, manasara wa Tanzania ni watu madhaifu mno, hawajui chochote katika lugha ya Kiarabu. Iweje hujui neno, baada ya kwenda kuuliza au kwenda kusoma uanze kukosoa? Mimi ndo nilipostaajabu. Kwa hiyo nitakuja katika mdahalo, na kama mashekhe wanavyoalika waumini wote kuja kumwangalia huyo anayejaribu kutukana Qur'ani ni nani, ambaye yeye mjuzi wa kuwapita wale waliotusomesha na walioandika vitabu, walioishi zama hizo, wakina Sibawaihi, wakina Ibn Malik, kina Ibn Hisham. Wawe hawajui, atokee mtu ambaye hata kuvaa suruali ya juu yeye anajua jambo la ajabu. Kwa hiyo inshallah tutakuwepo na tutakuja kuwajibu zile hoja zao ambazo uchwara. Moja ya hoja nilizopewa, wanadai kwamba Qur'ani inasema in hadhani la sahirani, aya iliyopo katika sura Taha. Sasa ukimtazama huyu mtu hajasoma hata thanawi, hajui hata in mukhaffaf inafanya kazi gani, inapokuwa muthaqqal au mukhaffaf hajui. Umeelewana? Kwa hiyo yeye anataka kuropoka tu. Na haya yote ndugu zangu Waislamu, mpaka wanafikia manasara kuzungumza hapo, kwa sababu wamebaini hawana dini na waumini wao wanasilimu siku hadi siku. Mfano, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kukamilisha mila ya Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam. Na Qur'ani ndio asli na mama wa vitabu vyote, sababu ukiangalia Taurati, Injili, Zabur zote sasa hivi ukitaka hukumu yake uende katika Qur'ani. Umeelewana? Wa innahu la fi zuburil awwali, kama inavyosema Qur'ani. Kwa hiyo wakiangalia kwamba zile comment Waislamu wanazozitoa katika mitandao, na wao wanajaribu basi lau tutatoa changamoto kiasi gani. Ukiangalia kwamba Yesu au Isa mwana wa Maryam amekuja hapa ardhini na umma wake ulikuwa Banu Israil, halijui kanisa, haujui msalaba. Tumeelewana? Kwa hiyo huu ndio usahihi. Yesu hakuwa Mkristo, hajui hivyo vitu aslan, na ameondoka hajui hiyo dini yenyewe aslan. Kanisa limeanza, yeye hayupo. Msalaba umeanza, yeye hayupo. Ndio elementi kubwa ya dini ya Ukristo, na wahadhiri wetu wanatuambia umeundwa wapi. Lakini Uislamu una ushahidi katika kila kitu. Una kitabu na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi Makka na Madina, na amejenga msikiti, na ameswali, na mitume wengine wote wameswali hapo. Kwa ufupi kwamba Qur'ani haina mapungufu, Qur'ani haina hayo mnayodai, Qur'ani haina longolongo ambao hili labda limejificha, hili liko hivi. Haina hicho kitu. Kwa hiyo kama madai yako ni kweli, njoo utuonyeshe, tutakujibu. Sisi tuko kwa ajili yako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ngoja kidogo nimalize waandishi. Naam, ndugu zangu, nafikiri mmewasikia mashehe au ndio mashehe wanavioni watakao kuja kujibu hoja. Kwa hiyo mchungaji Simba Ulanga na mwenzio Daniel Mwankemwa na mtakao shiriki kutoka nje ya nchi, kama mtakuwepo, hata mkitoka wapi, Qur'ani ni ile ile, haibadiliki. Kwa mashehe tunao wa kutosha. Nimeambiwa nitaje kidogo namba ya simu ambayo itatumika ya lipa namba siku ya, kwa wale watakaotaka kuchangia. Naomba tuwatajie kama alivyoeleza Sheikh kwamba debate inahitaji gharama kubwa. Hii ni lipa namba ya Vodacom, nafikiri wote mnaifahamu, ni 54 32 58 11. Narudia tena, ni 54 32 58 12, yani 11 11, yani 11, inaanza na 54 32 58, alafu mwisho ni 11, yani 11 au 12 au 11, no sorry, 11. Jina na haina code. Nambari yetu ni 54 32 58 11. Jina linalotoka Sky Modern Production. Sky Modern Production, sio jina la mtu.